Trump alisema uamuzi huo umetokana na mashauriano ya kina na mrithi wa ufalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman pamoja na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Akizungumza katika mkutano wa kilele wa Baraza la Ushirikiano wa Ghuba GCC, Trump alisema hatua hiyo inalenga kuipa serikali mpya ya Syria nafasi ya kuleta amani na kuitaka kuonyesha kila alichokiita kitu cha kipekee. Nina furaha kutangaza kuwa Waziri Marco Rubio atakutana na waziri mpya wa mambo ya nje wa Syria huko Uturuki mwishoni mwa wiki hii. Baada ya mashauriano na mrithi wa ufalme wa Saudi Arabia, Rais Erdogan wa Uturuki na marafiki wangu wengine kutoka Mashariki ya Kati, nitaagiza kusitishwa kwa vikwazo vyote dhidi ya Syria ili kuwapa nafasi ya kujijenga upya. Mitaa ya mji mkuu wa Syria Damascus ililipuka kwa fataki, shangwe na honi za magari baada ya taarifa za kuondolewa kwa vikwazo kusambaa. Katika uwanja wa Umayyad, wakazi walipeperusha bendera za Syria na Saudi Arabia wakitoa shukrani zao. Kusema kweli ni jambo la kufurahisha. Tumejaa furaha. Mimi naishi nje ya Syria, kwa hiyo nimefurahia sana uamuzi huu. Kama unavyoona, kila mtu ana furaha. Alhamdulillah. Mungu akipenda iwe kwa manufaa ya nchi. Mohammed bin Salman wal Malik Salman. Ninamshukuru mrithi wa ufalme Mohammed bin Salman, mfalme Salman na wananchi wote wa Saudi Arabia kwa wakati huu wa ushujaa. Msaada wao umekuwa nasi tangu siku tulipoanza mapinduzi hadi sasa. Shukrani milioni. Lahad hallahza, shukran milioni. Mkutano kati ya Trump na Al-Shara uliofanyika kwa faragha unaashiria mabadiliko makubwa. Al-Shara aliyejulikana awali kama Abu Muhammad al-Ghulani alikuwa na uhusiano na kundi la Al-Qaeda na alifungwa na jeshi la Marekani nchini Iraq kabla ya kuongoza muungano wa waasi uliompindua Rais Bashar al-Assad mwezi Desemba. Saudi Arabia na Uturuki zimeitambua serikali yake na zimekuwa zikipigania ipate uhalali wa kimataifa. Uamuzi wa Trump kuondoa vikwazo umekumbwa na upinzani kutoka Israeli, ambayo imeonya kuwa uongozi mpya wa Syria wenye mizizi ya Kiislamu unaweza kuwa tishio kwa mpaka wake wa kaskazini. Mkutano kati ya Trump na Al-Shara ulihudhuriwa pia kwa njia ya mtandao na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, ambaye alisifu kuondolewa kwa vikwazo kuwa ni hatua ya kihistoria. Trump anatarajiwa kuendelea na ziara yake ya Mashariki ya Kati kwa kuzitembelea Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, hatua inayodhihirisha mwelekeo mpya wa serikali yake kushirikiana na wadau waliokuwa wametengwa hapo awali. Wakati huo huo, wananchi wa Syria wanatumai kwamba uhusiano huu mpya utawezesha mageuzi ya kiuchumi, kisiasa na kijamii baada ya zaidi ya muongo mmoja wa vita vya kutisha. Ni taarifa msikilizaji iliyoingia ndivyo sivyo ikimuhusu Idi Sesanga kama msomaji ambayo inaelezea hatua ya kushangaza ya kidiplomasia. Rais wa Marekani Donald Trump ambaye amekutana leo mjini Riyadh na rais wa mpito wa Syria Ahmed Al-Shara katika mkutano wa kihistoria uliowaleta pamoja viongozi wa mataifa hayo mawili kwa mara ya kwanza baada ya takriban miaka 25.